Wananchi kushinda mabao 2-0, lile la kwanza likifungwa na Duke Abuya, wakati lile la pili na la mwisho la mchezo huo likifungwa na nyota mpya wa kikosi hiko kwa maana Jonathan Ikanga Elombo, akiwa ni bao lake la kwanza katika mechi rasmi za mashindano ndani ya kikosi cha Wananchi. Lakini kabla tujaenda kutazama mchezo wenyewe husika, ama tutazame kwanza mchezo kabla kujadili mengine ambayo yametokea. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Mchana nilikuwa hapa kwenye kipenga extra na mashabiki wa Young Africans walisema wataenda kuipiga nyingi Songea United. Nikaambia kwa maana wao wakasema kwa maana hawatakuwa kama Simba mabao machache yale 2-1 iliyopata dhidi ya Bigman. Kaambia mechi hizi bwana zina maajabu yake. Hizi timu hamtazami ni championship, huko kuna ukubwa wake. Lakini mwisho wa siku Wananchi wakapata ushindi wa mabao 2-0. Ilikuwa ni mechi ya namna gani na ni ushindi wa namna gani? Ilikuwa ni mechi nzuri kwa kuitazama kwa sababu kiangalia karibu kila timu ilikuwa imekuja na lengo lake kuweza kulitimiza. Bigman ni kama alikuja kukamilisha ratiba. Alikuja kukamilisha ratiba? Yes, kwa sababu alikuwa na moment nyingi ambazo zinahusisha wao kuweza kujirinda zaidi. Na walikuwa wanatumia njia mbili. Ya kwanza walikuwa wanaweza kupoteza mpira wakipesiana mara nyingi kwenye eneo lao. Lakini njia ya pili pia mara kadhaa ambazo wao kupoteza mpira walikuwa wanajaa wengi kwenye eneo lao ili kuweza kumzuia Yanga kuweza kutengeneza nafasi zaidi. Sikuona Bigman wakiwa na uhitaji mkubwa sana kuweza kusogea mbele kwa sababu walijua hiyo quality hawana. Kwa sasa kusema huna hiyo quality ya kwenda mbele, unaweza ka risk uifungue match, shambulia sana upishana na Yanga, lakini hiyo quality huna na uwezo huna hakika unaweza kuchukua magoli. Ukatengeneza nafasi au hatari wewe kufikiwa zaidi na kuweza kuconcede magoli mengi zaidi. Maana nikasema ni mechi ambayo ilikuja kukamilisha ratiba, walicheza kwa namna hiyo. Lakini kwa upande wa Yanga niliona kwa wanacheza hiyo mechi wakati akili mwao pia kuna mechi nyingine ambayo wanaifikiria. Nguvu ambayo wameitumia leo hii ni tofauti na ambavyo tunaona kwenye michezo ya ligi za ambavyo wao wanacheza. Leo hii walikuwa wanacheza kawaida sana licha kwamba kulikuwa na rotation ya baadhi ya wachezaji. Wakiwemo leo tumeona Shuaboy kacheza dakika za kutosha, lakini pia Kangrombo amecheza dakika za kutosha. Jonas Mkude aliingia na wengineo. Licha haya mabadiliko bado ulikuwa unaona Yanga ni watu ambao wanacheza na wao lengo kubwa ni kumaliza mechi mapema. Kwa maana baada ya kupata ile magoli mawili mechi ya kwanza, mechi ya pili ilikuwa ni kama tumalizie dakika, baada hapo focus na mechi ya ligi. Hiyo ndio maana nikasema ni mechi ambayo karibu kila mtu alikuwa na kitu anataka kutimiza. Kwa upande wa Songea wao tukamilisha ratiba, tunaondokaje kwenye hii mechi. Na maana tukisoma baadhi ya nukuu zinazomhusu mwalimu anakuambia kuja kucheza kwa nidhamu kuhakikisha haruhusu magoli mengi. Na hata ukiangalia walivyokuwa wanacheza via ni mle kana mpira muda mwingi ambao wanaweza, kwa sababu njia za kuzina sio kubutua mpira. Ukibutua ni kama mbona umeutupa watu waje tena kushambulia. Kama unaweza kupossess kupiga pasi unaweza kufanya hivyo. Ndio maana kuna muda alikuwa anabaya mpaka dakika 2 dakika 3 wako nao wanapasiana wao kwenye eneo lao tu. Yanga wakija hapo ndio watakubutua. Lakini pia Yanga wao baada ya magoli wao kupata sikuona kina perform wakitumia ile nguvu ambayo tunaona kwenye ligi kina Aziz, kwa sababu wanajua mechi ya mbele kuna ya ligi zile Tabora ni mechi ngumu na ni mechi ambayo ni muhimu sasa ukiangalia kwa mbio za ubingwa. Ilikuwa ni hivyo, lakini kikubwa moja nakiona kwa hizi timu ambazo zinatoka madaraja ya chini wanavoja kucheza hii michezo ya FA, kwa sababu tunapata nafasi ya kuona tofauti na championship ambapo mara nyingi unakuwa tu honi. Kuna eneo ambalo matunda ya makocha viwanja vya mazoezi yameanza kuonekana hivi sasa. Ni ngumu sana ukitaka urudi miaka ya nyuma timu inayocheza championship ikawa na uwezo kufanya build up ya pasi zaidi ya 10 kutoka kwenye eneo lake mpaka eneo la mwisho. Lakini sasa ukiwaangalia hawa Songea ni championship walikuwa wanataka kufanya hivyo mpaka eneo la katikati kwa kupasiana vizuri tu na wanavuka ile pressing ya Yanga. Achana hawa Songea pia wale timu ambao wanacheza na Simba walikuwa wanafanya hivyo, wanafanya build up kuanzia nyuma mpaka eneo la mwisho wakipasiana, sio kubutua, kupiga pasi na wanapita mbele kwenye njia. Lakini pia hata jana Bigman tuliona hivyo. Kwa haya ni matunda kwamba makocha ambao wapo wanyeze timu ile kazi ambao wanakuwa kuifanya kwenye mazoezi imeanza kulipa. Kuna muda makocha Tanzania walikuwa wanalalamika kwamba kuna wachezaji wengi ambao ni uwezo wao wa kuchukua maelekezo ya waamuzi na kuwafanyia kazi ni mdogo. Lakini hivi sasa inaonekana kuna hiyo improvement. Kwa ni kitu kikubwa ambacho mimi nimekipenda na tumeona tofauti huo. Ligi kuu tumekuwa tukiona timu zikifanya hivyo. Lakini kwa timu za championship huko nyuma haikuwa hivyo, lakini hivi sasa timu inaweza, yani Songea anaweza
akaunda shambulizi yake kuanzia nyuma kupiga pasi mpaka nafika eneo la mwisho tena against Yanga. Big man against Simba anaweza akafanya hivyo. Kwa haya ni matunda kwamba ile kazi ambayo wanaifanya walimu kwenye viwanja vya mazoezi kuna mechi inaonekana. Kitu chote kinasalia, kwa nini ile mechi hawashindi? Ni kwa sababu quality haiko pale. Unaweza kuona unafanya hivyo, unaweza kupasiana kutoka nyuma, ukamiliki mpira kwa muda mrefu. Lakini kwenye zile moments za kufanya maamuzi ndio hapa sasa unakuja kuzidia, kwa sababu wanacheza na Yanga, wanacheza na Simba. Lakini kwa kiasi kubwa nadhani matunda ya walimu tumeweza kuona. Kwa kadiri ambapo muda unazidi kuenda, unapata quality kunakuwa na hiyo feno. Maana ile mechi na Azam na Mbeya City kwa sababu wako na hiyo quality, ndio maana wanaweza kuwafunga Azam. Kwa sababu walikuwa wanaweza wao pia kumiliki mpira kuanzia kwenye eneo lao na kutengeneza shambulizi kuanzia kwenye eneo lao kwenda kwenye eneo la mwisho. Kitu ambacho wao walikiongeza, ambacho Big Man hawana, ambacho timu hii hawana, ambacho Songea hawana, ni quality ambayo walikuwa nao kwenye eneo la mwisho. Ndio maana waliweza kufunga goli, lakini pia waliweza kuzuia vizuri. Kwa hicho tu na ambacho kiweza kuyatenganisha Mbeya City na hizo timu nyingine. Lakini kwa kiasi kubwa hoja yangu ndivyo hapo, matunda ya walimu kwenye viwanja vya mazoezi. Sasa kwenye eneo la uchezaji, anataka timu yake icheze vipi kwenye mechi inaweza kuonekana. Sawa, ni kuhusiana na tathmini ya mchezo wa hii leo baina ya kikosi cha Young Africans mabingwa watetezi dhidi ya kikosi cha Songea United kutokea pale mkoani Songea, ambao wenyewe wanacheza ligi ya championship wakiwa katika nafasi ya 8 ya msimamo wa ligi hiyo. Na ni kwa faida yako msikilizaji, Young Africans leo ilifanya rotation. Ameingia Kumin Abubakar, ameingia Shedrack Boka, Izra Patrick Mwenda, Bakari Nondo wa Mnyeto, Aziza Ndambwile, Shuaboy, Max Duke Buya, Ikanga Lombo na Pakome sambamba na Shekana. Ndio kikosi ambacho kimeanza. Kwa upande wa substitution alikuwepo Butwari Bumsheri, alikuwepo Aweso Kibabage, Kibwana Mangati, Nkane Faridi Mkude na Stefan Azizi Ki. Baadaye tukaona pia Azizi Ki akiingia, Mkude Jonas akiingia, Nkane pia akiingia katika mchezo wa leo. Pengine ile rotation ambayo wameifanya Young Africans, tumeona ubora wa kikosi hiki cha pili ambacho kimecheza mechi ya leo. Kwa kiasi kubwa unaweza kusema hivyo, kwa sababu licha hiyo rotation kiuchezaji Yanga hakuweza kuathirika sana. Unajua unapofanya rotation maana unahusisha wachezaji wengi ambao mara nyingi huwa wachezi pamoja kwenye michezo. Ndio. Na tumeona baadhi ya wachezaji leo hii wacheza nafasi ambazo huwa si nafasi zao za asilia. Mfano kama mtu kama Aziz Adabwile acheza kama center back pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Tunajua Aziz ni kiungo, lakini lile eneo tangia amekuja Yanga kuna muda huwa anatumika, lakini sio eneo lake asilia. Kwa ukiwa umefanya rotation kama hivyo, wachezaji wengi ambao hawachezi ukajumlisha na wachezaji ambao wanacheza, kuna muda unakuwa timu inakosa balance. Sasa kiuchezaji unakuta haichezi vizuri. Lakini kwa Yanga imekuwa tofauti. Kwa leo hii kiuchezaji hawakuweza kuathirika sana, na ndio maana pia waliweza kutengeneza nafasi ambazo zinaweza kuwasaidia kupata magoli. Na kikubwa ambacho kimesaidia pia Tanzania kitakao kimewasaidia viongozi kuweza kujua sasa msimu ukiisha ni watu gani wa kuondoka, ni watu gani wa kubaki. Mchezo wa leo unatoa tathmini ya watu ambao wanatakiwa kula panga katika dirisha kuu la usajili. So huu leo tuna mingine ambao huwa wanapewa nafasi wale ambao wacheze. Na okay, kuweza kuwaona. Sababu mtu ukimpa thank you ukimwacha ambaye alikuwa achezi, kuna kuwa na sehemu ya kuweza yeye kujitetea. Mimi nilikuwa sipata nafasi. Lakini kama nafasi unapewa, watu wanaona unachokitoa, hata mashabiki kiona mtu huyu anaachwa wanakuwa wanaelewa ni kwa nini ameacha. Kwa hii mechi na mechi zingine, kwa sababu sio mechi ya leo, tumeona tumeshuhudia mechi ya Singida pia ilikuwa na rotation kama hivi. Mechi hii ya leo na hata mechi zingine huko nyuma ambazo Yanga ilicheza na timu za madadi ya chini, tulikuwa tunaona baadhi ya watu ambao wapenda nafasi wanapewa nafasi ya kucheza. Wale ambao hawachezi mara kwa mara lakini wakipewa nafasi wanaonyesha kitu, kama Shehan alikuwa na kiwango bora leo hii. Ni pia Aziz Adabwile ambaye cheza center back leo hii alikuwa na kiwango bora, tunawaona. Na wale ambao inawezekana mwisho wao kwenye kosi yangu umefika na wenyewe pia wanaweza kuonekana. Kwa hiyo mechi pia ina nafasi yake. Inawezekana baada ya leo mwalimu labda akiandika report mwisho wa msimu kwamba fulani simuhitaji, viongozi mkimuweza kwa nini umuhitaji, anaweza kukupa reference bana, wewe nilimpa mechi hii na hii, nyewe kiwango chake mlimuonaje. Kwa hata nyewe pia viongozi mnakuwa na sehemu ya kuweza kuprove kama kweli huyu bwana hatufai, uwezo wake ni mdogo, kwa sababu nafasi aliyopewa lakini hakuweza kuonesha. Kwa mimi naamini hivyo. Kwa watu wengine rotation huwa inafanya kuweza kupima watu ambao tulionao wanapaswa kuendelea kuwepo kwenye timu au muda wa kuondoka umefika.
Sawa, ni kusana wale watu. Hamisa, kwa upande wako, miongoni mwa mijadala mikubwa ambayo iko hivi sasa ni namna ya ule mpira ambao ulikuwa kiucontrol Pacome kabla ya kupeleka katika eneo la hatari la kikosi cha Songea United. Wengine wanasema lile halikupaswa kuwa goli halali kutokana na mpira namna ambavyo umepigwa, lile goli la kwanza ambalo wamelifunga Young Africans. Kwa upande wako, kwa lile tukio lilivyotokea, ile maamuzi lipaswa kuwa kwa namna gani? Na okay, cha kwanza tunarejea kwenye sheria ya 10 ya mpira wa miguu ambayo inasema the ball in and out of play. Kwamba mpira utatafsirika vipi kwamba upo mchezoni ama haupo mchezoni, ni matukio yapi. Mpira utatafsirika kwamba upo mchezoni mpaka pale ambapo utavuka whether ni touchline ama goal line. Kama ukivuka touchline, it means kwamba mpira ule tukio litakalofuata ni kwamba mwamuzi atapuliza filimbi, then ule mpira utarushwa throw in. Kama mpira utavuka goal line, it means kwamba kama mpira utakuwa umetolewa na mpinzani wakati anajilinda, tukio lile litapaswa kuwa kona. Kama itakuwa limetolewa na timu ambayo inashambulia kwa wakati husika, ina maana itapaswa kuwa goal kick. Kwa hiyo kwa macho yangu binafsi ni kwamba wakati ile pasi inawekwa kwa Pacome, ndio pale ambapo mara nyingi tunasema kwamba first touch ndio ambayo inaamua tendo lipi ambalo utalifanya mbele. Yaani touch yako ya kwanza ya mpira ukikosea, jua kabisa kwamba tendo utakalolifanya la pili baada ya kugusa mpira inaweza lisiwe zuri, depending tu na mpinzani atareact vipi baada ya wewe kuwa na touch mbaya ya kwanza. Ukiangalia namna ambavyo Pacome aliugusa ule mpira kwa mara ya kwanza, first touch yake haikuwa nzuri, ndio ambayo ilipelekea mpira pako katoka nje. Kwa macho yangu jinsi ambavyo nimeuona, ule mpira ulivuka touchline, ulivuka goal line, ule mstari wa goli. Kwa hiyo mpira ulikuwa nje. Mpira ulikuwa nje. Yaani huwa inatafsiriwa hivi. Yaani kwa mfano ule mpira ungetoka, ungekuwa haujatoka wote, yani kuna sehemu, hata kama ingekuwa ni sehemu kidogo hata theluthi, bado ipo kwenye ile touchline, kwenye goal line, basi ingetafsirika kwamba lile ni goli, kwa sababu si mpira bado hujatoka wote. Ndio maana hata kwenye goli, ili goli lisimame, inapaswa mpira wote uvuke ile goal line, sio uvuke labda robo tatu nzima imevuka, kale ka robo kamebakia. Hapana, huo mpira huwezi kuhesabiwa kama ni goli. Kwa hiyo kwa macho yangu ya nyama ni kwamba ule mpira ulivuka ile goal line, kwa hiyo haukupaswa kusimama kuwa goli, lakini ilipaswa kuwa ni goal kick. Ila naweza nikawa naelewa, kwa sababu kwa situation kama ile ukiangalia pale ambaye labda angeweza kungamua ile tukio alikuwa ni mwamuzi msaidizi Mshika Kibendera, kwa sababu kwa eneo ambalo Pacome alikuwa, angalia idadi ya watu ambao walikuwa ndani ya boxi, kwa mwamuzi position ambayo alikuwepo, ilikuwa ni ngumu kuweza kungamua kwamba huu mpira whether umevuka mstari ama hujavuka mstari. Huenda ilikuwa ni kazi ambayo mwamuzi msaidizi angeweza kuifanya, lakini angalia hata yeye mwenyewe position ambayo alikuwa, kwa sababu eneo ambalo Pacome mpira umetoka, ina maana kwamba lazima uone nusu ya mstari wa goli wa kwanza, uone mlingoti wa kwanza wa goli, uone mstari wa goli, uone mlingoti wa pili wa goli, ndio ukapate kumuona Pacome. Kwa hiyo ni tukio lile ambalo halikupi wewe nafasi ya kuweza kungamua, kwa yani inakupa sekunde chache sana wewe kuweza kuona. Kwa hiyo ile ndio inaweza kafall sasa kwenye yale makosa ya kibinadamu. Na labda tu niwape mfano, kwa sababu ili tuweze kuelewa labda kwa nini inawezekana vipi kwa ni makosa ya kibinadamu. Isha kutokea Premier League msimu juzi, ilikuwa mechi ya Newcastle. Lile tukio kama la Pacome. Tena ile iliamuliwa paka na VAR. Yaani si kwa macho yetu tunaona kabisa mstari umevuka. Ilikuwa ni mechi ya Newcastle United dhidi ya Arsenal. Ule mpira ulivuka kabisa, sema ilikuwa ni touchline. Ulivuka kabisa touchline. Si kwa macho tunauona mpira umevuka, lakini paka VAR yenyewe ilishindwa kuamua, ule mpira ukasimama kuwa goli. Kwa hiyo ile VAR imeshindwa kuamua, uamuzi umeshindwa kuamua. Sasa ndio VAR. Yaani VAR yenyewe, VAR ukiangalia kwenye VAR, yaani ukiangalia tukio ilikuwa ipo hivyo Astara. Ukiangalia marudio ya lile tukio, unaona mpira umetoka. Ukienda kuangalia kwenye VAR, unaona mpira kama kuna namna kama unavutwa ndani, si unaenda nje. Yaani unakuwa kwenye sintofahamu, sababu marudio ya uwanjani ya kawaida mpira umetoka. Kwenye VAR maana naweza nikasema VAR, sababu ile ndio maana inaitwa video assistant referee. Ile ndio inamsaidia mwamuzi kuweza. Kwa hiyo kama ile system ilishindwa kumsaidia mwamuzi, it means kwamba VAR ndio ambayo ilishindwa kufanya kazi. Kwa hiyo pale huenda labda tungekuwa na teknolojia sasa ya usaidizi kwa mwamuzi ndio ingeweza kungamua, lakini kwangu kama tukio mengine ya marefari tutawaponda, lakini kwa lile binafsi naweza nikamtetea mwamuzi wakati, kwa sababu kwa position ambayo alikuwa ilikuwa ngumu sana kungamua. Labda kungekuwa na VAR ingewezekana ikawa rahisi kwake kungamua. Kwa hiyo lile na fall kwenye yale makosa ya kibinadamu ambayo huwa tunayasema. Mpira ule wa leo ulikuwa unahitaji video assistance referee. Na hiyo tukio kiliangalia si maamuzi wakati, hata maamuzi pembeni pia naye kuona, kwangu mimi iko ni sana. Na okay.
kwa sababu kipindi Pacome anaenda pembeni kulikuwa na watu ambao wanafurahia. Unataka ni watazame kulikuwa nimekasirika? Yes, kulikuwa na utitili wa watu ambao wako pale mbele. Na kumbuka Line 1 yeye alikuwa upande huu wa huku. Ndio. Na ule mpira ulikuwa upande wa pili wa kule wale wa goli. Kwa kuona mpaka kule ilikuwa ni ngumu sana kwa upande wake. Pia kimwangalia mwamuzi wakati alipokuwa mbele yake pia kulikuwa kuna watu. Na lile tendo ni tendo la sekunde moja tu. Ule mpira Pacome ameugusa moja kwa kushaje uwanjani akaweza kupiga cross. Kwa kwangu mimi pia na yeye pia kuona ilikuwa ni ngumu. Labda kungekuwa na usaidizi wa teknolojia kama hivyo, na hiyo teknolojia pia isichezeshe kama ile Arsenal siku ile. Inawezekana, lakini kawaida ni makosa ambayo uweze kumlaumu mwamuzi, kwa sababu nikiangalia sio ni makosa makusudi, lakini naona ni kosa ambalo limeamuliwa kwa yeye kushindwa kuona. Kuna makosa mengine ambayo unaangalia nafasi ambayo alikuwa mwamuzi na tukio lilipotokea, unaweza kukadiria kwamba kwa macho pale angeweza kuona, lakini ukimwangalia alipokuwa, kwa mimi siwezi kumlaumu sana pale. Na binafsi sawa, na hata wachezaji wenyewe wasongea walalamika kidogo tu.